بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مبالكم يحميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي الصلاة السلام تميت محمد. Ikiwa tupo katika muendelezo wa hizi episode au hizi halaqat na hizi majalis ambazo tumeziweka kwa madhumuni makubwa, kwa malengo makubwa ambayo ni kuizungumza na kuitizama alhajju almabrur, kama ambavyo wametaja ahlul ilmi rahimahumullahu ta'ala katika maana ya hajjul mabrur, kama ilivyokuja katika hadithi Nabina Muhammad alayhi salatu wassalam aliposema, wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, na hija mabrur haina malipo isipokuwa ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa katika miongoni mwa maana za hajjul mabrur ni hija ambayo iliyokubaliwa. Hii ni katika maana ya hajjul mabrur. Kutoitizama hija hii al-mabrur kwa ukubwa wake, ili hija za mahujaji ziwe ni mabrur, bimaana azikubali Allah subhanahu wa ta'ala. Tulikuwa katika episode kuzitaja zile sifa, yani as-sifat hajj al-mabrur, sifat al-hajj al-mabrur, sifa za hajj al-mabrur, kwamba hija hii iliyokubaliwa, hajj al-mabrur ina sifa gani, ni zipi sifa zake. Tulitaja katika sifa zake, tumezitaja sifa 9, ambayo sifa ya kwanza ambayo ilikuwa ni kubwa, na hii si kwa haji, kwa ibada hii ya haji, bali kwa ibada zote, ni iwe imefanywa ibada ya haji, katekeleza yule hujaji ibada yake ya haji khalisan lillahi azza wa jalla, katekeleza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo hija yake ndio itakuwa ni mabrur. Ni pia kadhalika tukataja sifa ya hajjul mabrur, iwe hija imeafikiana na sunna ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, imefanywa kwa kama vile ambavyo mtume alivyofundisha, na yeye kama ambavyo alivyofanya, iafikiani na sunna ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Hii ni katika moja ya sifa za ya hajj al-mabrur. Na pia kadhalika tukataja katika miongoni mwa sifa za hajj al-mabrur ni atekeleze, kipindi ambacho atekeleza huyu hujaji, ni ahakiki taqwa Allah azza wa jalla, ay hakiki kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, itaqwa ay hakiki katika kule kutekeleza ibada yake ya haji. Kadhalika tukataja katika miongoni mwa sifa ni kujiepusha na rafath, na tukaieleza hii, na pia kadhalika na fusuq, jiepushe, na pia vile vile na jidal, kama ilivyokuja katika Qur'an katika aya katika sura al-Baqara, Allah aliposema al-hajju ashhurun ma'lumat man faradha fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, kujiepusha na vitu hivi ili hija yake iwe ni hajju al-mabrur. Pia kadhalika tukataja katika miongoni mwa sifa za hajju al-mabrur ni kwamba kwa huyu hujaji awafanyie wema na awakirimu mahujaji wao kwa wao, na pia kadhalika kwa yule ambaye si hujaji ni wajib alayhi, ni wajib kwake yeye kuwafanyia wema mahujaji na kuwakirimu. Na pia kadhalika tukataja katika sifa za hajj al-mabrur ni kukithirisha sana yule hujaji katika kutekeleza ile ibada yake ya haji, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, kwa kusoma Qur'an, kusoma vitabu vya ilmu, fanya dhikri nyinginezo,
na wanahu dhalika na mfano haya. Na pia kadhalika katika miongoni mwa sifa ambazo tulihitaja katika ni sifa ya hajjul mabrur, takikana ni wajib iwe ile pesa ambayo katoa huyu hujaji kwa ajili ya kuna kutekeleza ibada ya haji, ayakuna bimali halal, iwe ni kwa mali ya halali. Na hii imekuja katika maana ya hajjul mabrur kama ambavyo tuliyasoma katika episodi yetu ya mwanzoni kule, maneno ya al-Imam Ibn Battali rahimahullahu ta'ala alipokuwa akielezea maana ya hajjul mabrur. Katika moja ya maana zake alipokuwa akielezea akasema, katika maana ya hajjul mabrur ni hija ambayo isiwe na ria ndani yake, haina sum'a, haina rafath, na pia kadhalika wayakunu bimalin halal, na inakuwa kwa mali ya halali. Hiyo ndio hajjul mabrur. Leo insha Allah kwa tawfiki yake Allah subhanahu wa ta'ala na kwa idhini yake tutaiangalia sifatul ashira, sifa ya 10 miongoni mwa sifa za hajjul mabrur, ambayo itakuwa tutasimamia katika sifa hii, katika hizi sifa 10, na itakuwa ni sifa yetu ya mwisho katika kuzitaja hizi sifatul hajjul mabrur, ambayo itakuwa ni wajib kwangu mimi na pia kadhalika kwa Waislamu kiujumla, na kwa kipekee kabisa kwa wale mahujaji. Tuzingatie sana hizi sifatu al-hajjul mabrur, ili hija zetu ziwe ni mabrur, hija zetu ziwe ni hija ambazo Allah subhanahu wa ta'ala. Ama sifatul ashira, ayahris al-hajj athnaa al-hajj ala ta'ammul fi asrarihi wa ibarihi. Hii pia ni sifa kubwa, ni apupie yule hujaji kipindi ambacho atekeleza ibada yake ya haji, apupie sana katika kule kuyazingatia yale na kufikiria fi asrarihi wa ibarihi, kuizingatia na kufikiria ile siri za ibada ya haji, siri zake zile, wa ibarihi, na pia kadhalika yale mazingatio. Akaye katika kutekeleza ibada ya haji aifikirie ibada ya haji, yale yaliyomo katika hii ibada ya haji, katika fawaid na fadhail hizi takikana afikirie sana, azingatie sana katika kutekeleza ibada yake ya haji. Isiwe tu atekeleza ikuwa kama shakuwa mazoea, afanya tu kama ambavyo afanya mambo mengineyo ya kilimwengu, katika mambo ya adat. La, katika ibada ya haji takikana apupie huyu hujaji kwa kuzingatia, kutaammul, kuzingatia asrarihi, zile siri zilizomo katika hii ibada ya haji, na pia kadhalika na yale mazingatio yake katika hii ibada ya haji, na pia kadhalika waluqufi ala ma fi, na asimame kisawasawa, ayasimamie kisawasawa yale ambayo yaliyo katika hii ibada ya haji, min fawaidi ajilatin wa ajila, katika miongoni mwa faida ambazo zapatikana katika hii ibada ya haji, faida ambazo katika hii dunia asimamie kisawasawa kwa hizo faida kuzipata, na pia kadhalika wa ajila, na faida ambazo za yaum al-qiyama pia kadhalika takana asimamie kidete katika kule kutekeleza ibada ya haji. Fataammul fi fawaid al-hajj, bas kuzingatia zile faida ambazo zapatikana katika ibada ya haji, wa ibarihi al-kathira, na pia kadhalika kuzingatia zile ibar, yale mazingatio yake yaliyokuwa mengi. Hija ina faida nyingi, na pia kadhalika hija ina mazingatio mengi. Sasa kule kuzingatia hivi viwili, min asbabi birrihi wa istiqamatihi, Allahu akbar, ni katika sababu hii ya birrihi, kwa ule kuwa kwake wema, kuwa mwema, na pia kadhalika wa istiqamatihi, na kule kuwa na istiqama. وقد أجمله الله عز وجل في قوله, kika Allah subhanahu wa ta'ala amefanya vizuri katika kauli yake aliposema liyashhadu manafi'a lahum, katika suratul hajj, alipokuwa akieleza katika aya ya kabla ya aya hii, Allah aliposema, alipomwambia Ibrahim alayhi salatu wassalam, waadhin fi nnasi bilhajji yatuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Katika aya hii alkarima, baada ya aya hii Allah subhanahu wa ta'ala akasema liyashhadu manafi'a lahum,
ili washuhudilie, ili wapate na washuhudilie manafi' lahum, manufaa katika ibada ya haji kwa ajili ya kwa wao. Na hili yashhadu manafi' lahum, hii inafungamana na kauli ya Allah tuangalia kuisoma, wa'adhin fi nnasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq. Yatuna ila alhaji, wanakuja katika kutekeleza ibada ya haji, wengine wakiwa kwa miguu yao, watembea kwa miguu yao, warukubana, na pia kadhalika na wengine wamepanda vipando, liajili, kwa ajili an yashhadu, washuhudilie, wayahdharu manafi'a lahum, na wayahudhurie na kuyapata yale manufaa kwa wao. Basi falhajju mali'un bilmanafi'i alazima, basi ibada ya haji imejaa manufaa makubwa sana, manufaa ad-diniya wa dunyawiyya, yale manufaa ya kidini na pia kadhalika manufaa ya kidunia. Hija imejaa manufaa ya kidini na manufaa ya kidunia. Na pia kadhalika katika aya hii pia vile vile kuna ishara ya kuwa kule kuwa kukithiri kwa wingi wa manufaa, na pia kadhalika na zile namna zake na sampuli zake kwa wingi wake. Basi takikana apupie kwa hujaji an yashhadu fi hajjihim, wapupie mahujaji an yashhadu fi hajjihim almanafi' alazima, wapupie katika hija yao, wapupie yale manufaa yaliyokuwa makubwa ambayo yapo katika ibada ya haji ya kidini na ya kidunia, wayapupie hayo kuyapata manufaa. Na pia vile vile wadurusa almutanawwi'a, na zile yale masomo ya aina tofauti tofauti wayapupie pia kadhalika, wal'idhati almu'athira, na yale mau'idha, zile nasaih ambazo zenye kuathiri, ni pia litahya bidhalika qulubuhum, ili ipate kuwa hai, ipate uhai kwa hayo manafi ambayo yanapatikana katika ibada ya haji, na pia kadhalika na hizo durus, hayo masomo ambayo yanapatikana katika ibada ya haji, masomo tofauti, masomo tauhid, pia kadhalika fiqhi fi din, ahadithi nabawi na mengineyo, masomo ya dini, na pia kadhalika na yale mawaidh al-idhat, na pia vile vile zile nasaih ambazo wazipata hujaji ambazo patikana katika ibada ya haji, ili upate kuwa hai, upate uhai kwa hizi manufaa na durus na mau'idha, bidhalika qulubuhum, jipate kuwa hai kwazo mioyo yao. Na pia kadhalika wayataqawwa imanuhum, na ipate kuwa madhubuti, ipate kuwa madhubuti imani yao, na pia kadhalika zipate kutakasika zile nafsi zao, watasluhu ahwaluhum, na zipate pia vile vile kutengamaa zile hali zao. Na hizi zinapatikana katika hii ibada ya haji, hii mawaidh na hii durus zote hizi zinapatikana katika ibada ya haji. Kwa kupitia ibada ya haji na haya tuliyotaja, mioyo ipate kuwa hai kwa manafi' na mau'idha na durus, na imani zao ziwe juu, ziwe madhubuti, kwa sababu imani yazidu wa yanqus, imani inaongezeka na inapungua. Imani inaongezeka kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na inapungua kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa imani zao ziongezeke na nafsi zao zitakasiki, na pia kadhalika na zile hali zao ziwe ni hali nzuri, zitengamae hali zao. Kwa katika hii sifa ya 10 katika miongoni mwa sifa za hajju al-mabrur ni kule kuzingatia, ni kupupia alhajju athnaa alhajji ala ta'ammuli fi asrarihi wa ibarihi, kuzingatia zile siri ambazo zinapatikana katika hii ibada ya haji wa ibarihi, na pia kadhalika yale mazingatio, zile ibar, yale mazingatio yanapatikana katika ibada ya haji, na kusimama pia kadhalika kidete ala ma fihi min fawaida ajilatin wa ajila, kusimama katika yale yaliyomo katika ibada ya haji, katika faida zile ajila za dunia, na pia kadhalika za akhira. Na hii ni ya 10 ambayo itakuwa na mwisho wa hii sifat hizi, kuzitaja hizi sifa za hajjul mabrur. Sasa iliyobaki kwetu sisi, mimi mzungumzaji, na pia kadhalika kwa wale watazamaji wetu wanatufuatilia katika
mitandao yetu hii ya Nur Path Haji ni Umra, na Waislamu kiujumla, na kwa umaalum mahujaji, tuzitizame sana hizi sifa 10 ili hija zetu ziwe ni hajju al-mabrur. Hadha wallahu a'lam. Fasubhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.